Welcome to Dr. Mwaka Global Channel. Ni wakati wa kuponya majeraha. Yaani ni majeraha ya karma, yaani ni majeraha yoyote yale, kwa sababu Chiron imeingia retrograde. Hello vipenzi vyangu. Watu wengi huwa hawafahamu Chiron ni nini, lakini leo niko hapa kukuelezea Chiron ni nini na kwa nini ikiingia retrograde kinajimu inakuwa ni wakati muhimu na mzuri wa kufanya uponyaji. Chiron kwanza anajulikana katika elimu ya nyota kama mponyaji aliyejeruhiwa, yani ni the wounded healer, na ameshaanza retrograde katika nyuzi ya 0 au 0 degrees katika nyota ya Taurus, na ataendelea kuwepo kwenye nyota ya Taurus hadi 2027 atakaporudi katika nyota ya Aries. Na hii ni muhimu sana kwa sababu retrograde yake itaisha tarehe 6 2027. Sasa leo niko hapa kukuelezea huyu Chiron ni nani na ana umuhimu gani haswa katika elimu ya kinajimu na anasaidia vipi haswa kwa masuala ya uponyaji. Hivyo basi nisikize kwa makini mpaka uelewe kuhusu Chiron ni nini haswa, na usisahau pia kulike, comment and share. Mwisho kabisa na la muhimu, usisahau kusubscribe na kugusa hiyo kengele. Kwa hivyo Chiron ni mponyaji aliyejeruhiwa ama the wounded healer. Sasa Chiron katika maisha yetu huwa anawakilisha jeraha, tena si jeraha tu, ni jeraha letu la ndani, lile ambalo huwa linaonekana kama tumepona, lakini kumbe huwa hatujaponya. Tunaambia watu nje kwa mimi niko sawa, lakini ndani unaumia. Sasa wakati mwingine hili jeraha huja kwa sababu ya karmic. Huenda pengine kuna kitu unalipia, ni deni, au pengine ni jeraha la kurithi. Kila mtu anajua jeraha ni nini. Unaweza pata jeraha kwa kukataliwa, unaweza pata jeraha pengine kwa sababu ya upungufu fulani katika mwili wako, unaelewa? Sasa uzuri wa Chiron ni kwamba kupitia jeraha lile lako anaweza kukuponya, lakini akikuponya hakuponyi tu kwa kutuma miujiza ama aseme tayari ushapona. Hapana, huwa anakufanya wewe ujifunze mbinu na hekima kubwa ambayo utaitumia kuponya na kuwasaidia watu wengine. Kwa hivyo hili jeraha linaweza kuwa lolote, kama tumesema, inaweza kuwa karmic relationship, inaweza kuwa jeraha lolote ambalo umelipitia, na sasa Chiron inapoingia retrograde inakuwa ni muhimu sana kuliponya. Mtu ambaye yuko na jeraha na wakati wa Chiron pengine ana jeraha la kujieleza, pengine alifeli mahali fulani, kuna kipindi kuwa nafaa amepata kazi ajieleze akashindwa. Sasa anapoponya ama lile Chiron akimponya ile jeraha, basi mtu anageuka, anaweza kuwa mshauri mzuri sana na akosa hata aibu au haya mbele za watu. Kwa hivyo Chiron anakuja pale kutukumbusha, na hadithi ya Chiron wengi huwa hawaifahamu. Kwa nini Chiron inaambwa ni mponyaji jeraha? Hadithi ya Chiron ni ya kitambo sana, ni hadithi ambayo ilitokana na kuwa ikaitwa the wounded healer, ilitoka kule Greek ama Ugiriki, na Chiron kule inamaanisha kuwa ni nusu mtu nusu farasi. Sasa huyu Chiron alikuwa ni nini? Sasa Chiron alikuwa mwenye hekima sana, alikuwa mwalimu na alikuwa ni shujaa na tabibu mkubwa sana, yaani tabibu bingwa, hakuna mtu kwa anamfika kule Ugiriki. Sasa siku moja huyu Chiron alijeruhiwa kwa bahati mbaya na mshale wenye sumu. Sasa kwa sababu huyu Chiron ilifahamika kuwa alikuwa immortal, yani hafi, hakuweza kufa. Lakini kando na ule mshale ulipomwingia ukampatia sumu kubwa sana ambayo ilikuwa kali sana kwamba hangeweza kujiponya. Kwa hivyo maisha yake yote alitumia ule wakati ambapo alikuwa amedhoofika mwili kuweza kuwaponya watu wengine, huku yeye mwenyewe akiwa na maumivu makubwa. Lakini baadaye uhai wake baadaye alipofariki huyu Chiron, ilionekana kuwa uhai wake aliutumia kuokoa binadamu, na hapo ndipo alipoanza kupata amani. Na ndio maana jina la Chiron kuwa ni sayari ambayo ina nguvu ya uponyaji ilikuja kutokana na huyu bingwa kule Ugiriki. Sasa Chiron katika unajimu ni sayari ndogo sana ambayo ilizinduliwa ama iligunduliwa 1977. Ni sayari ambayo inapatikana kati ya sayari ya Saturn na sayari ya Uranus. Kwa hivyo Saturn huwa tunajua inawakilisha mipaka au inawakilisha sheria, na huwa inawakilisha pia mambo ya kale au mambo ya kidunia, na ndio maana huyu ni babu, Lord of Karma, ambaye anakuadhibu ama anakupatia anakutaka uishi na nidhamu, na ukimkosea ndo anakuchapa. Na Uranus huwa ni sayari inayowakilisha mabadiliko ama uhuru na masuala ya mambo ya kiroho. Kwa hivyo hii ni sayari ya mbingu. Kwa hivyo Chiron iko katikati ya Saturn na Uranus, ambayo iko katikati ya dunia na mbingu. Sasa kwa sababu Chiron iko katikati
ya hizi sayari mbili, Chiron inachukuliwa kama daraja kati ya maisha ya kawaida na hapa duniani na kwa maisha kwenda mbinguni au uelewa wa juu wa kiroho. Kwa hivyo Chiron huwakilishwa na alama ya funguo. Hii inaashiria kwamba ukikubali kukabiliana na maumivu ya dunia ambao pengine umeyafanya ama umeyapata, iwe ni kupitia karma, uwe kupitia jeraha lolote, ukikubali kukabiliana nayo bila kukimbia, sasa unakuwa umepata ufunguo wa kufungua mlango wa hekima zaidi, wa kufungua mlango wa utulivu zaidi, na kufungua mlango wa kusudi la kweli la roho yako. Kwa hivyo kwa ufupi, kila mtu kwenye chat yake, natal chat, ako na Chiron, na anapokuwa Chiron huwa inakuambia pale mahali ambapo uliumia, lakini hapo hapo mahali ulipoumia ndipo penye nguvu kubwa ya kuweza kuwasaidia wengine na kuleta mabadiliko duniani. Chiron ilianza retrograde kutoka 2024, na ukiona Chiron si kweti inafanya retrograde ya miaka kidogo, hapana. Huwa Chiron inachukua takriban miaka 50 kuweza kuzunguka zodiaki yote. Kwa hivyo 2026 na 2027 ni retrograde muhimu sana, kwa sababu Chiron ndio ilibadilika ikaingia katika ishara ya Taurus baada ya kuwa kwenye Aries, ambalo hili ni jambo ambalo linatokea baada ya miaka mingi sana. Unaona, inachukua 50 years. Na kwa hiyo sasa hivi yuko kwenye Taurus, huyu mponyaji, huyu hila yuko pale, basi ni wakati mzuri wa kuanza kipindi kizuri cha kuweza kuamsha nguvu zako, uweze kujiponya na kurudisha thamani yako ili uweze kupata usalama. Kwa hiyo Chiron imeshaingia retrograde, na huyu ni mponyaji, tumesema ni wounded healer huyu, na kwa sasa ina retrograde katika 0 degrees za Taurus. Na huu si mwendo tu wa kawaida kisayari, hapana, kinajimu, si mwendo wa kawaida, lakini ni mwito wa kukuita ambao ulimwengu unataka wewe uanze kusimama, uanze kutazama nyuma na uweze kuingia ndani kabisa ya uvungu wa nafsi yako, ili uweze kuponya majeraha ambayo wewe mwenyewe umekuwa ukiyafunika kwa muda mrefu. Sasa kuanzia sasa leo, ambao leo ni tarehe 4 Agosti mpaka tarehe 6 Januari ya 2027, Chiron retrograde itakufungulia lango la kipekee na utaona mabadiliko makubwa, kwa sababu ni kipindi cha kurejesha ama cha kurudia kwenye mizizi ya maumivu yetu, ili tuweze kuyakabili kwa hekima na nguvu zaidi. Na inapokuwa kwenye retrograde kwa nyota ya Taurus, Taurus inatukumbusha kuwa uponyaji wa kweli lazima uwe na msingi thabiti, lakini si uponyaji wa juu tu. Kumbuka Taurus hii ni alama ambayo ni fixed sign na haiwezi tu kubadilisha tu kirahisi. Ni watu ambao wakishikilia kitu wanakishikilia mpaka inachukua muda mrefu kwa Taurus kuachilia chochote. Sasa Chiron ikiwa kwenye Taurus inatukumbusha kuwa uponyaji wa kweli si lazima uwe tu wa juu, lakini lazima uanze kwa msingi thabiti. Kwa hivyo kuna maeneo muhimu sana katika uponyaji wa kipindi hiki utayaona. Utajikuta kuwa unakabiliana na maswala au matatizo pengine kuhusu thamani ya nafsi yako. Kila wakati unaweza jiuliza, je, mimi thamani yangu ni kiasi gani? Je, mimi nategemea mafanikio nje tu? Je, ninajithamini vya kutosha? Unaweza ona pia usalama wa kifedha, kwa sababu Taurus inasimamia pesa. Unaanza kuponya zile hofu zinazohusisha wewe pengine unapokosa uhaba na kuanza kujenga uhusiano wa kuweza kupatia utajiri wa kweli. Pia inakujifunza kujipenda. Kwa sababu pia hekalu la mwili, kujipenda na kuweza kustahi bila kuangalia hapa sifai, hapa nafaa, hapa sifai, hapana. Pia ni wakati muhimu wa kuona kuwa wewe ni chombo kitakatifu cha roho yako, uweze kukubali. Pia utakuletea ule utulivu wa kweli. Unaweza kutofautisha usalama wa muda na amani ya kudumu. Pia unaweza kuangalia maadili yako ya msingi unaweka kwa njia gani. Unatathmini upya kile unachokishika kama chenye thamani ya kweli maishani mwako, ama wewe ni mtu ambaye kikosekana kwenda vizuri unakiacha. Kwa hivyo hili ni tukio la kipekee sana, na itakapofika Septemba tarehe 17 mwaka huu 2026, tunaona Chiron kwa mara ya mwisho itarudi tena katika nyota ya Aries. Kwa sasa iko Taurus, lakini inapofika tarehe 17 Septemba kwa mara ya mwisho Chiron itarudi tena kwa nyota ya Aries. Hii retrograde hii haituichukulii tu poa, kwa sababu hiki ndo kilele cha uponyaji kupitia Chiron, kwa sababu atakaporudi katika Aries tunaona atafanya trine
na North Node upande wa nyota Leo, na itafanya pia sextile na South Node kutoka Aquarius. Na ni kitu muhimu sana, kwa sababu ulimwengu unataka uanze kuvunja ile mikataba ya kale ya kiroho, na zinapo hizi luna mbili ikiwa ni North Node na South Node, huwa zinatufundisha nini? South Node katika Aquarius inakukwambia kuwa achilia tabia za zamani, achilia tabia za kujitenga, tabia zile ziko sijui baridi ya kihisia, tabia za kupoteza utu wako ili tu uweze kufit kwenye kundi fulani. Na North Node ikiwa katika Leo inakwambia ukumbatie ujasiri wako kwa sababu wewe ndo kila kitu. Angaza bila kuogopa, ongoza kwa upendo utokao moyoni. Kwa hivyo uponyaji umefika mahali ambapo tunaustahili kuwepo, ili 2027 inapoisha katika retrograde ya hii ya Chiron tuwe tumejifunza na tumeponya, kwa sababu ni wakati wa kukabiliana na vivuli vyetu au zile shadow, yale maumivu ya zamani ambayo yanaweza jitokeza tena na tena. Si kwetu yanatuadhibu yanaporudi, lakini ni wakati wa kuweza kutoa ushahidi na kukubali kile ambacho hakijapona, tukione bila kuuliza mbona hiki kinarudi tena. Tuweze kujiuliza kipindi hiki ni cha kusaidia sisi kupona. Kwa hivyo ukiona vitu vinarudi mara kwa mara, ujue vijakuja kukuadhibu. Ni wewe haujasoma lile somo, haujaelewa ile pattern, na unalikimbia bila kukabili ile shadow ama kivuli chako. Kwa hivyo kama ulikuwa na hofu ya kukataliwa, hofu ya kuachwa ambayo inakuzuia wewe kuwa huru, sasa ni wakati wa kuweza kufurahikia. Usiwe people pleasing, useme hili somo nimelisoma, usiwe unajiumiza mwenyewe kwa kuonyesha watu mimi niko sawa. Hapana, kuna ile hasira ambayo umeificha, kuna zile hisia ambazo zimekuwa ndani yako Kwa hivyo hii hali imekusudiwa, universe inaleta uponyaji uweko, kwa sababu ni kipindi cha kuweza kubadilika na kuwa mtu mwingine kabisa. Ni kipindi cha kuweza kuvua yale magome ya maumivu ambayo yanakufanya wewe uwe mgeni kwa maisha yako wewe mwenyewe. Ni safari ya kurejea katika asili yako ya kweli, na hii ndo muhimu kwa masuala ya uponyaji kupitia Chiron. Unaweza kuwa na changamoto, lakini matunda ya changamoto hii yanaweza kukupatia uhuru wa kudumu. Kwa hivyo Chiron anakumbusha kuwa jeraha lako ndilo mwanga wako unapoingilia ndani yako. Usiogope giza, kwa sababu uponyaji wa kweli unakungoja hapo. Hii ndio maana ya Chiron. Kwa nini aliitwa yule anayejali watu na kuwatibu hata kama amejeruhiwa, ndio anaitwa the wounded healer. Kwa hivyo kwa masuala kama haya, kuweza kuelewa kuhusu habari za taarifa za kina za kuhusu masuala ya kiroho, kuelewa siku nishati na kuwaje kunaendaje katika ulimwengu wa kiroho, basi usisahau ni katika hii channel yangu ya Dr. Mwaka Global. Hivyo subscribe, like, comment and share.